Robo Tanzania tunaye jaji kiongozi. Huyu si mwingine ni Ferdinand Wambali, yuko hapa kutueleza mengi, lakini kwanza ni kufahamu yale ambayo yanajiri katika juma la sheria hapa nchini. Maadhimisho yake yanaanza lini hasa, na pengine tupe historia yake fupi. Karibu Mheshimiwa Jaji kiongozi. Asante sana ndugu mtangazaji. Wale yote ni washukuru kwa nafasi hii ambayo mara nyingi hatuipati sana kuongea shughuli ambazo zinafanywa na mahakama ya Tanzania. Lakini msingi mkubwa, kila mwaka umewekwa utaratibu wa kuwa na wiki ya sheria, na mwishoni huwa tuna siku ya kilele ambayo tunahitimisha kwa kuwa na hotuba mbalimbali za viongozi wa mahakama na wadau wetu, tukieleza nini tumekifanya kwa kipindi kilichopita na kipindi kinachoanza tunatarajia nini. Sasa katika utaratibu wa kawaida tumeanza kufanya maadhimisho haya siku ya sheria nchini mwaka 96. Sasa katika utaratibu wa kawaida nchi nyingi sana za Jumuiya ya Madola zina huu utaratibu, na hii inatokana na jitihada za kufanya mahakama ijulikane kwa jamii, kwa sababu wengi wanaifahamu mahakama kupitia maamuzi mbalimbali, lakini hawafahamu hasa nini kinafanyika mahakamani kufikia hayo maamuzi. Kwa hiyo nia kubwa ni kuhakikisha kwamba wananchi wanaelewa maamuzi tunayotoa tunayafikiaje, na shughuli tunazozifanya zinafanikishaje kuwepo kwa amani, kuwepo kwa ukuaji wa uchumi na shughuli nyingine za kijamii. Kwa hiyo maadhimisho haya yalianza kwa kuwa na siku maalum, lakini baadaye maboresho yamefanyika na tukaona tuwe na wiki ya sheria ili wadau wetu waweze kupata nafasi ya kutembelea na kuona nini kinachofanyika katika kurugenzi na idara mbalimbali za mahakama, swala ambalo alikuwa rais huko nyuma. Kwa hiyo maonyesho haya tunayafanya kwenye sehemu ya wazi ili waweze kujua nini kinafanyika. Yanafanyika wapi, na pengine mtu akifika atapata fursa ipi hasa? Kwa hapa Dar es Salaam maonyesho haya yatafanyika Mnazi Mmoja kuanzia tarehe 28 na tutahitimisha tarehe 1 mwezi wa pili, na tarehe 2 tutakuwa na kilele ambacho viongozi mbalimbali wa mahakama watahutubia pamoja na mgeni rasmi, na tunatarajia kuwa atakuwa Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Na katika mikoa yetu yote ambako kuna mahakama kuu na mahakama za hakimu mkazi na mahakama za wilaya, maonyesho yatafanyika katika sehemu zilipo mahakama zenyewe, kwa kuzingatia kwamba wananchi wakifika watapata huduma mbalimbali. Kwa mfano, kama wana malalamiko watayatoa pale na wataweza kupata ufumbuzi, na kama utapatikana wa haraka lazima wataahidiwa kwamba ni wakati gani watakuwa wametatuliwa. Lakini ni fursa pekee pia ya kupata nafasi ya kuwaona hawa wanaotoa huduma mahakamani. Kwa mfano, majaji watakuwepo kuwahudumia wananchi moja kwa moja, tofauti na ninavyomuona akiwa kwenye mahakama pale ndani. Sio kitu cha rahisi sana kwamba kikaa pale mbele kuna nafasi ya kuongea naye wala kufanya kitu chochote, lakini watakuwa kwenye madawati kuwasikiliza hawa wananchi wanaokwenda na shida mbalimbali. Unaposema watakuwepo kuwahudumia wananchi, hebu tutajie kwa muktasari kidogo huduma ambazo mnazitoa kama mahakama. Maana wengi anafikiri kufika mahakamani tu ima umehukumiwa ama umefungwa na vitu kama hivyo. Tufahamishe kidogo huduma ambazo mnazitoa. Mahakamani shughuli kubwa tunaitoa ni utoaji wa haki. Na katika utoaji wa haki tunayo mashauri ya jinai na mashauri ya madai. Sasa kazi watakayokuwa wanafanya ni kuwaeleza wananchi taratibu mbalimbali ambazo zitawafanya waweze kupata haki wanayotarajiwa kwa wakati na kwa jinsi ambavyo wao wamewasilisha maombi yao. Kwa mfano, wapo watu ambao wana kesi za mirathi. Inawezekana kwa njia moja au nyingine wamekwama mashauri hayo kumalizika. Matatizo ya mirathi ni makubwa, wengi wanagombana katika familia, na kwa hiyo yanachukua muda mrefu sana mahakamani. Kwa hiyo wataelezwa taratibu, na kama kuna mkwamo nini kimekwamisha na hatua gani wazichukue. Lakini vile vile wapo watu ambao mashauri yao labda yanachukua muda mrefu kusikilizwa, wataelezwa kama ipo sababu. Lakini nia ya mahakama ni kuhakikisha kwamba tunaharakisha haya mashauri haraka iwezekanavyo, na wananchi waweze kujua hatima yao na waendelee na shughuli nyingine za maendeleo.
Kwa ni huduma zote tutakazokuwa zinatolewa kufikia maamuzi tunayoyatoa. Kwa hiyo kama wana matatizo, wana maoni ya wapi tuboreshe, nini tufanye, wanawezekana kabisa wakati mwingine hawaridhiki na baadhi ya taratibu. Kwa hiyo tunapopokea maoni kama hayo, tunaangalia nini tufanye ili tuweze kurekebisha. Moja ya maneno ambayo yanaelezwa katika maeneo mbalimbali kuhusu huduma za kimahakama ni pamoja na kwamba ni heri tumalizane huku tu, hali ambayo pengine inafifisha utoaji wa haki, kwa maana kwamba shauri likienda mahakamani linachukua muda mrefu sana. Mmejipangaje hasa kuhakikisha kwamba haki inatolewa kwa wakati? Na kuna usemi ambao mnatumia wataalamu wa sheria nyinyi kwamba haki iliyocheleweshwa ni haki iliyopokwa. Ni kweli kabisa, tunaelewa kwamba yapo hayo malalamiko kutoka kwa upande wa wananchi, lakini lazima nikiri hapa, kwa miaka mitatu iliyopita jitihada kubwa sana zimefanyika kuhakikisha kwamba haki inatolewa kwa wakati. Kwa mfano, sheria mbalimbali za jinai na madai zimetoa muda ambao shauri linatakiwa kukaa mahakamani. Kwa mfano, kwa kesi ya madai kwa Mahakama Kuu inatakiwa kukaa miezi 24. Na hii miezi wakati mwingine imekuwa inapita kutokana na matatizo mbalimbali. Lakini sasa tumeanzisha utaratibu wa kuhakikisha kwamba ndani ya kipindi hicho shauri linamalizika. Na nafikiri siku ya kilele itatolewa takwimu kuonyesha ni jinsi gani tumetekeleza hilo. Lakini kwa upande wa mahakama za hakimu mkazi na mahakama za wilaya na za mwanzo, sheria pia imeweka kiwango na muda ambao unapaswa. Lakini kisera tumeamua pia kwamba muda huo umefupishwa. Kwa mahakama za hakimu mkazi shauri lisikilizwe ndani ya miezi 12 na liwe limemalizika. Na kwa mashauri ya mahakama za mwanzo ndani ya miezi 6 yawe yamemalizika. Na tumepata mafanikio makubwa sana kwa mwaka ulioisha tarehe 31 Disemba mwaka jana. So tulikuwa na mkakati maalum wa kuhakikisha kwamba tunaita kesi sifuri. Kesi sifuri kwa maana ya kwamba kesi yoyote inayozidi hicho kipindi cha miezi 6 iwe haipo mahakamani. Kwa hiyo huo ni mkakati mkubwa, lakini vile vile sheria inatutaka tutoe maamuzi ya mahakama siku 90 baada ya kukamilisha usikilizwaji wake. Na hili tumelisisitiza, na mwaka jana pia tumefanya vizuri sana, na takwimu zitatolewa jinsi ambavyo hukumu zimetolewa. Hakuna shaka kwamba huko nyuma tulikuwa na matatizo hayo ya kuchelewa, lakini ni kwa kauli yako kuna maendeleo ambayo umeyaona ya utolewaji wa haki kulingana na sheria zinavyoongoza? Tuna maendeleo makubwa sana, na ndio maana tunawataka wananchi katika hii wiki, kama wanaona bado kuna maeneo ambayo yana matatizo, wafike wayaeleze, watakuwepo viongozi ili tuone jinsi gani ya kuyatatua. Lakini lazima tukiri kwamba tumefanya jitihada kubwa sana katika eneo hili la utoaji wa hukumu, na pia tumeweka mkakati wa kutoa nakala za hukumu ndani ya siku 21 baada ya hukumu kusomwa. Pengine ni faraja. Lakini tutazame sasa, kumekuwa na malalamiko yanayoonekana kujirudia kila wakati. Sehemu ya kwanza, kuna wanaharakati wanaolalamikia sheria mbalimbali, mathalan sheria ya ndoa, lakini pia hata ile inayotoa hukumu ya kifo, adhabu ya kifo. Pengine hizi mmezitazamaje, au harakati na kelele hizi mmezipokea kwa sikio lipi? Kama mahakama, kazi yetu ni kupokea kila kinachofikishwa mahakamani, na baada ya kukipokea tunasikiliza. Kwa hiyo kwa kuzingatia kwamba mashauri haya yote mawili ambayo umeyataja, moja ya sheria ya ndoa, Mahakama Kuu ya Tanzania mwaka jana imeamua kuhusiana na sheria ya mtoto kuolewa akiwa na umri gani, lakini sasa hivi siwezi nikaingia kwa undani kwa sababu iko kwenye rufaa, Mahakama ya Rufani ya Tanzania. Kwa hiyo ni kazi ambayo imeingia mahakamani na imefanywa kazi. Lakini pia hiyo ambayo umezungumzia swala la adhabu ya kifo ni shauri ambalo tunalo pia Mahakama Kuu ya Tanzania, na wapo majaji watatu wanasikiliza. Sababu katika utaratibu mashauri yote haya ya haki za binadamu na ya kuangalia matendo ya wanaofanywa na viongozi au watawala yanasikilizwa Mahakama Kuu ya Tanzania, na wanakuwepo majaji watatu. Kwa hiyo mashauri yote haya tunayo mahakamani. Kwa hiyo tunatarajia kwamba kazi itafanyika na mwisho wa siku mahakama itatoa maamuzi yake. Kama hivi ndivyo, tuangalie pia na namna ambavyo malalamiko haya yanavyokuwa yanagusa mahakama zetu.
inapotokezea kelele kama zile, mahakama na nyinyi wataalamu mnaosimamia utoaji wa haki mnakuwa kimya sana? Ni tafsiri ya kisheria hasa au ni utashi tu wa kwenu? Unajua, sisi kazi yetu kama mahakama ni kuamua mashauri. Kwa hiyo kanuni zetu zinatutaka kutukua washabiki kwa kile kinachoendelea mahakamani, kwa sababu kama tutaongea katikati ya yale yanayoshughulikiwa mahakamani, uwezekano wa wananchi kutuamini nini tutakachokitoa unakuwa mdogo. Kazi yetu ni kuhakikisha kwamba tunafanya kazi kwa haraka ili wapate yale maamuzi, na nia yetu, na ndio maana kunapotokea malalamiko katika mashauri yanayoendelea tutayatatua. Lakini kazi yetu sio kila kitu lazima tupige kelele na sisi, kwa sababu sisi ndio tunaoletewa na lazima tufanye hiyo kazi, na tukitoa hukumu vile vile, kwa sababu kuna nafasi ya kukata rufaa. Kwetu sisi wakati mwingine pia inakuwa ni ngumu sana kutoa maoni wakati bado kuna nafasi nyingine ya kukata rufaa kwa hao wananchi. Vinginevyo tutawapa wakati mgumu sana kuelewa nini mahakama inachosema. Lakini ukiangalia katika haya mazingira, nafikiri hili ni swala la kimaadili kulingana na kazi mnayofanya. Lakini kimantiki na kisheria inaelezwa kuna ukakasi wa tafsiri hasa ya mtoto kwa sheria zilizopo. Hili binafsi kama mtaalamu sasa, ukiachana na nafasi yako ya jaji kiongozi, unalitazama vipi tafsiri ya mtoto kwa sheria za Jamhuri ya Muungano wa Tanzania? Nadhani ni vizuri kaeleweka kwamba tunazo sheria nyingi sana nchini ambazo zinazungumzia tafsiri ya mtoto, lakini sheria ya watoto ya mwaka 2009 imeeleza kwamba mtoto ni yule aliye chini ya umri wa miaka 18. Kwa hiyo ni sheria ya watoto ambayo ni 2009, na hii sheria imetungwa baada ya kelele nyingi sana kuhusiana na haki na hadhi na ustawi wa watoto hapa nchini. Lakini pia lazima watu waelewe, kuna baadhi ya sheria zinataja umri wa mtoto kwa madhumuni yanayokusudiwa. Kwa mfano, mtoto wa umri gani anaruhusiwa kutoa ushahidi? Kwa katika nafasi hiyo lazima mtoto atafsiriwe kwa jinsi ambavyo anaruhusiwa kutoa ushahidi. Mtoto kwa mfano wa miaka 7, 8 uwezo kumtegemea katika hali ya kawaida. Lakini pia sheria ya adhabu, kanuni ya adhabu inamtafsiri mtoto kuwa anaweza akafanya kosa la jinai akiwa na umri gani. Kwa hiyo hizo sheria pia zipo, na kwa kutegemea hali inavyokwenda lazima uende nazo hivyo ili uweze kumpa huyu mtoto fursa. Vinginevyo unaweza kumkamata mtoto wa miaka 2 au 3 kwamba ametenda kosa la jinai, wakati sheria haitaki kumuona huyo mtoto kwamba amefanya kosa la jinai. Tumeze mate kidogo jaji kiongozi, kwa mapumziko mafupi ambapo Asha Haji yuko tayari kabisa kutubaharisha